Habari yako, mimi ninaitwa Robin Rachel na hii ni Robin Media. Hivi Waafrika mnafahamu kwamba viongozi wenu wa Afrika hawana nguvu ya mwisho ya kucontrol uchumi wa nchi zenu? Nafikiri Waafrika wengi hamfahamu kwamba uchumi wa nchi zenu wana control wazungu na sio viongozi wenu. Lakini mambo yanapoharibika, wazungu wale wale ambao ndio wana control uchumi wenu wanakuja kuwaambia katika vyombo vyao vya habari kwamba uchumi wenu unaharibika kwa sababu mna viongozi ambao wanakula rushwa, lakini pia mna viongozi wasiojua kuongoza. Wakati wao kule wana viongozi ambao wanakula rushwa zaidi ya viongozi wetu. Lakini mbona wao wanaendelea? Wanaendelea kwa sababu wao wana control uchumi wao kwa 100% na wanahakikisha pia wanakuja kucontrol uchumi wetu sisi ili wapate maslahi katika nchi zetu. Kwa hiyo hapo lazima waendelee. Nataka sasa niwapeni mfano wa jinsi hawa watu wanavyo control uchumi, na nitaitumia nchi ya Kenya kama mfano. Kwa sababu nchi ya Kenya tumeona vijana wakiandamana kwa muda mrefu. Tumeshashuhudia wakiandamana kwa sababu ya unga, kwamba bei ya unga imepanda hivi na hivi, wanaandamana kwa sababu ya chakula. Tumeshashuhudia wakiwa wanapitia hali ngumu ya chakula, na mara nyingi watu huwa wanawacheka kwamba Wakenya hawana chakula, wana njaa. Sasa nataka niwaambieni jinsi mzungu alivyowavurugia system yao mpaka hawa watu wanakumbwa na mabaya ya njaa, lakini pia hawa watu mpaka wanatoka barabarani kuandamana kwa sababu ya bei kama ya unga au ya mahindi. Umeona? Kwa nataka niwaelezeni kwa undani, nisikilize. Tunawafahamu jirani zetu wa Kenya ni watu waliojaliwa akili nzuri kabisa. Kwa hiyo haingia akilini kwa nini wapitie njaa, wakose hata akiba ya chakula mpaka watu wao waanze kuandamana. Haingia akilini kwa sababu tunajua wamebarikiwa akili nzuri tu. Sasa kinachotokea ni kwamba hizi nchi zetu ikiwemo na Kenya zilisaini mikataba na taasisi kubwa za fedha duniani, IMF na Benki Kuu. Na ile mikataba inaitwa Structural Adjustment Program. Sasa kipindi hicho hawa Kenya zamani walianza na system yao nzuri tu kuhusiana kuhakikisha kwamba Wakenya hawakosi chakula. Wana bodi yao maalum ambayo ilikuwa inasimamia masuala mazima ya kilimo. Umeona, mahindi yanalimwaje, bei ya mahindi ya kuuza itakuwaje ili wakulima wafaidike, ununuzi, bei ya manunuzi ya mahindi itakuwaje ili wananchi wanunue kwa bei nzuri. Umeona, lakini pia walikuwa wanahakikisha na wenyewe serikali inakuwa na akiba ya kutosha ya mahindi ili kunapokuja kuwa na ukame wananchi wao wasikose chakula. Kwao walikuwa wanaenda vizuri. Ndipo akaja mtu mweupe, wakasainishwa mikataba. Tuhuma zinasema kwamba wakaanza kupewa masharti sasa. Mkataba huu mmesaini, hakikisheni mnafanya hivi na hivi na hivi. Umeona? Moja ya masharti ya mzungu ikawa ni kuruhusu biashara huria katika masuala kama hivyo, yani kwenye masuala ya mahindi waruhusu biashara huria, kwamba wawekezaji kutoka nje na wenyewe waanze kuingiza mahindi pale Kenya. Hivi ndivyo inavyosemekana. Maana yake ni nini? Alafu pia hawa wazungu walivyo wauaji wanakuja pia wanakuambia kwamba hizo biashara zinazotoka nje zinaingia zipunguziwe ushuru na ikiwezekana ziondolewe kabisa. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba kwa kipindi hicho kabla wazungu hawajawasainisha Kenya hii mikataba, Wakenya walikuwa wanakula chakula wanachozalisha wenyewe, mahindi wanaolima wenyewe ndio ambao wanayala. Mzungu alipoingia na ngebe zake, kilichotokea ni kwamba kwa kuwa kuingiza mahindi kutoka nje ikawa ni rahisi, basi ni matajiri wachache wawezaji ndio wakaanza kuchangamkia hiyo tenda ya kuingiza mahindi kutoka nje. Sasa mnapoingiza, kama mkumbani na vikwazo vya kibiashara, mkumbani na maushuru, kwa hiyo mkiingiza yale mahindi mnakuwa mna uwezo wa kuyauza bei rahisi. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba yakaingizwa mahindi mengi na wale wafanyabiashara wachache, yakaanza kuuzwa bei rahisi, wananchi wakaanza kuyachangamkia. Mahindi ya wakulima yakawa hawezi sasa kuuzika. Utauzaje wakati ukifikisha sokoni unakuta yale yaliyotoka nje yale, kwa kuwa hajaingia na ushuru, ndio yanauzwa kwa bei rahisi. Alafu wewe uliohenyeka kulima na nini ya kwako, kwa kuwa yanakuwa sasa umeyahenyekea sana na yanalipiwa mambo ya maushuru na nini, unakuta yanaonekana bei kubwa. Kwa hiyo watu wakaanza kuyanunua yale yanayoingia. Kwa hiyo hii moja kwa moja ikawaua wakulima wa Kenya, kwa sababu mwaka unaofuata utalima nini ikiwa hujapata faida
ya maina na kuanza kuyauza kwenye huo mwaka. Kwa hiyo moja kwa moja pale mkulima wa Kenya akazidi kushuka chini, akawa maskini, akashindwa kuendelea kuzalisha mahindi. Kwa hiyo akaanza kutegemea kuagiza kutoka nje. Na wakumbusha, haya ni maelekezo ya mzungu, wala sio akili ya hii ni akili ya mzungu. Analazimisha Waafrika tufanye anachotaka. Walipokuwa wanaendelea kuagiza kutoka nje sasa, kwa kuwa wale wawekezaji wao ni wafanyabiashara, na kinachotokea ni kwamba serikali inakatazwa kujiingiza katika hiyo sekta tena. Kama nilivyosema mwanzo, serikali ilikuwa inajiingiza kwenye hiyo sekta, inahakikisha kuna akiba ya chakula, bei elekezi ambazo zitanufaisha wakulima na wanunuaji. Hivyo kwa kuwa serikali ikanyimwa kujiingiza kwenye hiyo sekta tena, kwa hiyo ile sekta ikaachwa mikononi mwa wawekezaji. Wao ndio wanajipangia wauze kwa bei gani, wawe na mahindi kiasi gani. Kwa hiyo kinachofanyika, wanacheza mchezo wa kibiashara. Wakijisikia mahindi yanafichwa ili yawe machache, ili wayauze bei kubwa, ili wapate faida. Wakijisikia wanauza kwa bei hii, wakijisikia hawaagizi. Wakiona kule nje labda mafuta yamepanda bei duniani, ukiagiza mahindi upati faida tena, hawaagizi. Kwa hiyo mwisho wa siku Wakenya wakajikuta wanategemea zaidi chakula kutoka nje kinacholimwa kwao, na hawa wanaoleta ni wafanyabiashara. Siku wasipoleta au wakiaficha au wakiyapandisha bei, Wakenya wa kawaida wakajikuta wanashindwa kununua kwa sababu hawezi kumudu gharama. Na wale wakulima wa Kenya ambao walikuwa ndio wanajikimu kimaisha kupitia kilimo, wakajikuta wameshindwa tena kuendelea na kulima kutokana na kwamba hawakupata faida, walikula hasara, na watu hawanunui tena mahindi kutoka kwao, wananunua mahindi ya wawekezaji ambao akija anakuja kwa bei rahisi. Kwa hiyo mwisho wa siku wakawa wanaofaidi ni wafanyabiashara wachache, alafu wanaoumia ni watu wengi. Kwa umaskini ukazidi, uhalifu ukazidi, yani mambo yote mabaya yakazidi, hasira za wananchi zikazidi, na mwisho wa siku wananchi wakaanza kuandamana na kulalamika, unga umepanda bei, sijui hiki kimepanda bei, kutokana na kwamba kumbe tayari wawekezaji ndio wameshika hiyo sekta na si serikali tena inakatazwa kuingia katika hiyo sekta. Yale maandamano yakitokea, wazungu vyombo vyao vya habari vinakuja kuanda na kuwalaumu viongozi wa Afrika na kuwaona kama yani wanawapaka matope huko duniani kwamba viongozi wa Afrika hawajui kujitawala, ni kama vile watawaliwe tena. Na wanapaka matope kwamba hawa watu hawa wanakula sana rushwa, ndio maana wanashindwa kuongoza nchi, ndio maana wananchi wao wanazidi kuwa maskini. Wananchi wanafuatisha kile wanachokisikia katika habari vya wazungu. Kwa hiyo matokeo yake wanazidi kuwa na hasira na viongozi wao. Vyombo vya habari vya wazungu haviwaambii hivi vitu kwamba sisi ndio tuna control uchumi wenu, sisi ndio tulilazimisha mfanye hiki na hiki na hiki, ndio maana mmezidi kuwa maskini. Hawaambieni. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku watu wanazidi kugombana wao kwa wao, huku wazungu wao wanazidi kuchekea. Watoto wadogo ambao wanajiita Gen Z, watoto hao wa 2000, wanatakiwa kwanza, kabla ya kuanza mkiona makosa katika nchi zenu za Afrika, anzeni kwanza kusoma mifumo ya wazungu walioiweka katika nchi zenu. Mkienda kuirekebisha hii mifumo ya wazungu, hata mtawaliwe na malaika hawezi kuleta maendeleo, wala nyewe umaskini hauwezi kuisha, kwa sababu viongozi wa Afrika hawana nguvu ya mwisho. Wanao control uchumi wenu ni wazungu, na taasisi zao za fedha ndio zinazowaambia viongozi fanya hiki, fanya hiki, na ikitokea hawajafanya, yule kiongozi ataundiwa machafuko, yule kiongozi atapinduliwa, yule kiongozi atapakwa kila aina ya ubaya. Ibrahim Traore wanapambana na system hizi za mzungu. Kwa system kama hizi ambazo viongozi wetu wanalazimishwa kuzifata, hata ukiwekwa wewe madarakani hauwezi kuleta mabadiliko yoyote. Yaani hakuna ambaye anaweza kukuletea mabadiliko Afrika kama bado hizi system watu hawajapambana nazo. Viongozi wetu wanakupinduliwa sana, walioko wanaogopa kuzipinga hizi system. Sasa vijana, acheni uvivu wa kushinda kusoma vitu vya ndani, kufuatilia vitu vya ndani peke yake. Fungueni akili, muanze kufuatilia system za dunia, jinsi ambavyo zina control uchumi wenu nyie. Fungueni akili, muanze kufuatilia Benki Kuu, IMF wanatusainisha mikataba ya aina gani na nini na nini. Lakini pia kumbukeni historia, jinsi viongozi wenu wa nyuma walivyouliwa na kupinduliwa na kuharibiwa uchumi kwa kuwa walikuwa wanapingana na hizi system. Mimi ni Robin Rachel. Subscribe hapo chini ili uwe kwanza kupata video zetu kama hizi.